Alright. Yeah. Bwana da. Ndani ya nyumba tena. The Great Empire Entertainment. For all your entertainment needs. Muda umefika sasa wa The Great Empire Entertainment kupatia huduma safi ya zile single movie mpya kali kila siku na kila wiki unapata vitu vipya. Bwana wewe, bila kusahau action movies zinapatikana. Zile Korean drama pia utapata. Yani movie aina zote, zile animation, horror na zile movie za watoto pia zinapatikana. Series mpya, episode mpya kila siku, up to date pia utapata. Bila kusahau basi ni kwa kila mtu bana. Haya mambo yanapatikana kwa kila mtu. Yani kila mtu ambaye anahitaji burudani akifika kwa The Great Empire Entertainment anapata huduma ya uhakika. Anapatikana stendi ndogo Arusha, duka namba 115 ni The Great Empire Entertainment. Anakuambia pia CD za Makasha original zinapatikana pale kwake. Kwa hiyo mambo ni boom boom boom. So it's nothing that you could say to me. A product of where I grew up and it's the newest slavery. People see you trying hard, like why you want to play with me? Alright, ndani ya nyumba. Mpenzi mtazamaji, tena tunazidi kusonga mbele kwa kasi ya 4G. Nikiwa na mtaalamu kabisa The Great Empire Entertainment, hakuna kitu ambacho kinaharibika. Tunazidi kupendezesha shughuli ndani ya nyumba. Siku zote shughuli ni watu, ndo maana tunakuwa ni watu ndani ya nyumba kwa ajili ya kupendezesha shughuli. Au sio? Wananiita Top Man Selector Singano DJ Mtoto Boka. Nimesomeka vyema kabisa. Hewani utanitafuta kupitia 0742398492. Hapo nimemaliza. Amna la ziada. Hatimaye basi ni katika harakati za kuelekea nafasi ya 52 ndani ya Poropolo inaitwa The Last Story. Tunazidi vilivyo ndani ya nyumba. Yeah. Mambo haya. Wataalamu walisema kwamba wamekuja kuleta taarifa, kuna tatizo limetokea. Yaani wamekuja ghafla mno, wanataka kutoa taarifa kwa general. Basi mtaalamu akawa na yana akamwambia twendeni. Wamekuja wanakimbia mno kwa speedi. Ambia wameleta taarifa kwa general kuna tatizo. Ambia shida gani? Pale pale watu wakauawa. Nikizaazao jamaa kuja kufanya ubaya utakaoamini. Wakati wa Shifo yuko huko na binti ambaye ni Usha. Sio mbali sana na hapo. Mtaalamu alimkinga Tianjuang asishambuliwe. Tandika ugaidi ya mkono. Tandika na mwenzake ya mkono, yani watu wamepigwa mikono. Huyu mmoja akapigwa ya kushoto, mwingine ya kulia. Nikizaazaa lakini wameshafanya matukio. Unaona mambo hayo? Alafu wakaepa. Bwana wewe, hadi mtaalamu rafiki yake na mzee mzima Tianglong waliuawa. Hawa jamaa wakakimbia kabisa, lakini wamefanya matukio mabaya mno. Sasa utakaoamini. Wamefanya matukio mabaya kweli kweli. Haya. Mmoja sio alinaswa, kitu kama hicho. Ila sijaona vizuri, usiwaze. Binti sasa ndo anaingia na mkuta baba yake yuko hoi. Baba, cheki damu inavyotoka. Yaani mzee aponi, yani hapo. Pigwa chuma za kutosha. Tena amemkinga General Tianjuang asife. Ambia Tianjuang, jamangu mimi naondoka. Lakini tulikuwa tumefikia pazuri. Ambia ndio tumefikia pazuri. Shifoe. Usha, nisikilizeni vyema. Mimi nimefanya mengi sana. Hatimaye leo hii siku yangu imefika. Naona sina muda mwingine wa kuendelea kuishi na nyie. Na kutaka ushirikiane vizuri na wenzako. Uhakikishe mnafikia malengo. Mfanye taifa liwe taifa zuri. Taifa la kila mmoja. Taifa lenye neema na uhuru ndani yake. Yani mshirikiane wote. Naomba mambo yawe hivyo. Ambia Tianjuang, naomba kitu kimoja. Muondoke mniache na binti yangu. Aliomba watu watoke wamwache na binti yake. Ambia mara moja tu. Ambia sawa.
Haya, Tianjuang anataka waondoke hapo yeye na wenzake, kwa kuwa Tianglong ameomba, ni rafiki yake wa zamani sana. Ilibidi sasa wachomoke, wamwache binti na babake. Binti anaambia babake usife, lakini wakati ukifika bana, hamna anayeweza kuzuia. Ambia Usha, mwanangu, hichi kitambaa ni ishara tosha, kuna mafanikio tumeyapata. Kwa hiyo naomba ukitunze. Kila mambo mengi sana ambayo utajifunza. Ambia baba nimeelewa. Cheki damu inavyotoka maskini ya Mungu. Anaambia kwaheri. Haya. Binti aliangua kilio baba baada ya kukata roho mazima. Jamaa anamwamsha rafiki yake, lakini rafiki yake hatunaye tena. Babake na Usha ameshakufa. Usha sasa anabakia binti ambaye hana baba wala mama. Na wote wameuawa. Ilifika siku ya mazishi na hatimaye ilibidi wamfanyie mazishi rasmi mzee mzima Tianglong. Katika ile siku ya kumalizia mambo yao diplomasia yamemkuta mazito. Basi leo wanamalizia mambo yao. Binti anaapa kwamba atakaa sawa kitu ambacho kimemtokea. Binti naye ambaye anaitwa Jing'an anasema tutakushirikiana na wewe. Tuwatafute watu wabaya ambao wamefanya haya kwa baba yako. Kwa hiyo binti lazima atalipa kisasi kwa wale ambao wamemfanyia mabaya babake. Je, amewatambua vyema? Mtaalamu ambaye anaitwa Shifona akasogea karibu ya binti. Binti ni kulia tu. Aambia usilie kwa kuwa haya yana mwisho. Watapatikana wabaya waliokutendea haya kwa baba yako. Na hata usiogope hata siku moja kutenda haki. Tenda haki kwa kuwa haki haiwezi kaoza. Ndio maana unaambia wema uozi kweli. Kwa hiyo binti asiogope kutenda wema kwa kuwa yamemsibu mazito. Atatenda wema iwavyo na isiwe. Atatenda wema, lakini atawatafuta watu ambao wasababisha kwa baba yake haya. Jenero akasema, wewe rafiki yangu wa zamani ambaye tumeishi vizuri, nataka nikupe heshima ya kijeshi. Umekufa kifo cha kishujaa ukitetea maisha yako na ukitetea maisha ya watu wako, na maisha yangu pia umeyatetea. Kwa hiyo unastahili kila hadhi. Inabidi wampe yani ishara ya bullet. Wanamzika kijeshi utakaoamini. Zikakokiwa baba. Cheki mambo haya. Shoot! Umesikia chuma zimepigwa kazapo hewani. Hiyo ni heshima amezikwa kijeshi mzee mzima Tianglong. Haya. Katika maeneo sasa upekuzi ukaanza. Upekuzi umeanza. Hii ni katika eneo la yule mzee mzima ambaye anaitwa Duang. Huyu Duang ana asili ya Japanese. Hapa kuna radio communication, kuna milipuko, kuna vitu vingi sana katika chumba cha mzee mzima ambaye anaitwa Duang. Muona mambo haya? Na pia kuna panga za Kijapani. Huyu mtaalamu ndo alizitambua baada ya kuingia pandani. Kwa hiyo huo ni msako ambao ulitendeka nyakati za usiku. Ana baba. Bongo. Jela. Haya. Anaingia mtaalamu. Shemende zamya. Aambia lete taarifa. Aambia taarifa ni kwamba kuna baadhi ya watu tumegundua wanakaa na silaha kinyemela. Tena kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Dwen. Ana silaha milipuko, ana bidhaa za Wajapani. Mimi sijajua maana yake nini hasa, lakini anaweza kuwa ni msaliti wa taifa. Kwa hiyo ndio taarifa ambazo nimekuletea rasmi kutoka katika msako mdogo mdogo.
早就定上了湘西这块地方了。对， Ambia watu kama wa Shaanxi lazima waondoke. 是 Ni watu ambao hatufai. 我建议 Hakikisha kwamba watu tunadili nao barabara. 是第一点。 Hawa ni watu ambao watatuchezea baadaye. 好的， Na sitakubali. 有此 Ambia kwa hiyo natakiwa tushirikiane bega kwa bega. 高兄， Ambia nimeshakuelewa Tachanjuan. 那就3天以后吧。 Ambia basi vyema. Kwa pamoja tutatengeneza nguvu ambayo itatusaidia kufikia malengo. Okay. 开始吧。 Siku iliyofuata waliandaa 全副官， event maalum. Mtaalamu mmoja anaitwa Samuka 是 akaamrishwa asogee mbele. 湘西河豚抗日军点兵仪式。 Aambia leo ni takribani miaka 40 ya Shaanxi kujitawala na kuweka uhuru katika maeneo mengi ndani ya Yuan. Kwa hiyo ilikuwa ni kumbukumbu ya sherehe za uhuru. 讲话。 Na wanakumbuka kipindi walikuwa koloni la Ufaransa, ndo maana kuna bendera ya Ufaransa hapo nyuma yao. Kipindi walikuwa ni koloni la Ufaransa, lakini kwa sasa wanajitegemea. General alisimama. 白龙部落的父老乡亲们， Aambia pia Pailongulwa ilisaidia sana kufikia malengo. 天 Kwa kuwa ndani ya Pailongulwa 抗日军的 kulikuwa kuna watu maalumu ambao walikuwa wakitengeneza panga. 成立仪式， Watu hao walishirikiana na sisi vyema kuhakikisha kwamba 湘西河豚军 wanaondosha madhalimu wa koloni. 第5师 Tukafikia malengo na tukalipata taifa katika mikono yetu. 也将改变 Lakini mapambano bado hayajaisha. 这3 Maadui bado wako 现在的 na maadui wanatuzunguka. 我冉某 Miaka hii ambayo tumefikia 打了不 isije ikatupumbaza ikatufanya kwamba 的心， tukasahau kule tulipotoka. 就是有2个老 Ni takribani miaka 30 na 过去 mpaka kufikia hapa. 地相残， Hatuna budi kusema kwamba tunamshukuru Mungu 成 kwa kutuwezesha kufika katika nafasi kama hii. 我冉某和 Na sasa rasmi natangaza kwamba tutakuwa tunashirikiana wote. 我冉天民 Na pia kuna nafasi wanajeshi 大家 hawatoshi. We- Kama kuna raia watakuwa wataka kujiunga na jeshi, 而战 wanaruhusiwa kutoa maombi yao. 出 Wataunganishwa live katika jeshi na watapigania taifa lao. Muona mambo haya. Kwa hiyo sasa hivi hata ukitaka kujiunga jeshi na wewe unaunganishwa, kwa sababu taifa limepungua wanajeshi na natakiwa walinde taifa. 点兵 Samuge akasema kwamba pia pamoja na hayo kuna katiba na vitabu ambavyo tumeviandaa vya mwongozo. Kwa hiyo vitabu vya katiba na mwongozo wa mustakabali wa taifa lao na makubaliano yao ni kama vile wanafanya kitu kinaitwa muungano. Sisi Tanzania, sisi Tanganyika pamoja na Zanzibar tulichanganya udongo kupitia 交给国家了。谢康 wapenda wetu au marais wetu wa kwanza kabisa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Mheshimiwa Abedi Amani Karume. Kipindi cha nyuma sana, nadhani ni mwaka 1964, tuliunganisha Tanganyika na Zanzibar tukafomu nchi ambayo inaitwa Tanzania. Basi hao ndio kitu ambacho wanafanya, 是 wanaunganisha maeneo. Na pia katika sherehe hizi waliandaa silaha maalum ambazo silaha hizo nasema zitatumika pia katika kuwafundisha vijana na pia katika kulinda taifa. Ukiangalia silaha hii ina muundo sawa na zile silaha ambazo alikuwa akitengeneza baba yake na mtaalamu ambaye anaitwa Shifo, mzee mzima Taka. 点编的军官， Anasema panga hizi 希 kipindi cha nyuma zilishiriki vyema katika kukomboa taifa. 我们砍 Nimeamua nirudishe tena panga kama hizi kwa ajili ya kuendelea kulinda taifa. Mtaalamu akachomoa. Huo ni uswadi wa maana. 打向哪里？ Haya, sherehe ilifana kweli kweli, sherehe ilinoga kweli kweli. Chomoa upanga na wanatukuza taifa. Lakini mtaalamu ambaye ni Shifo anamshangaa, apigi makofi wala afanyi chochote. Yaani ameresisti. Ameresisti hii hali. Panga mmoja unatoka kama testi kwenda upande wa pili, na mwingine tena unatoka. Haya, 别说，还真是挺 mimi nadhani sasa
tutakuwa tuna uhuru mkubwa mno. Ambia mbali ya kuwa na uhuru pia tuna chansi au nafasi maalumu ya kuingia katika jeshi. Ambia unadhani utajiunga na jeshi wewe? Au wazi kujiunga jeshi? Ambia unanionaje? Kwani nimezeeka? Ambia mbali na hayo pia nataka nimkaribishe kijana ambaye amekuwa ni jasiri na shujaa mara nyingi. Anaitwa Shifo. Nataka nimkabidhishe upanga. Shifo anatakiwa akabidhishe upanga, lakini Shifo ana mawazo yake. Si unaona ametani. Binti ambaye ni ushana shangaa eti huyu jamaa katani, yani sio amekuaje. Anapanda hapo kwenye hiyo ngazi, lakini kuna kitu anakumbuka. Tazamie mambo. Taalamu anakumbuka miaka takribani 30 sasa imetimia kifo cha babake alivyouawa na wale wataalamu ambao walivamia wamevaa kofia za miti. Anakumbuka ilivyokuwa kipindi kile, wakati wanapanda kwenda kupokea huo upanga kwa General. Lakini kumbuka kwamba General alikuwa na mtu wake ambaye mtu wake ndiye alifanyaga matatizo katika familia ya mtaalamu Shifo. Je, Shifo atapokea upanga? Ni kizaazaa. Yaani Shifo anaona kama General ndio alituma kile kikosi kwa ajili ya kumuondosha babake. Sijui umenielewa? Nadhani utakuwa umenisoma. Baba alipigana mno kutetea maisha yake na familia yake, lakini mwisho wa siku alimuua. Umeona eh? Ndo alimuua kwa staili hiyo. Chomeka za kutosha. Haya, hayo ni mambo ambayo Shifo anayakumbuka. General ashangaa mbona hapokei? Akavuta mkememe. Umeona? Hilo panga lake ni shida. Kizaazaa. Alipiga ile panga ambayo General alikuwa ameshika, ikagawanyika ile mbao baba. Afuata kumuua General. Chiko alimsaidia babake. Tupo huko akamkamata mkono. Wakambananisha. General alipiga chuma juu. Taalamu anaambia ni muuaji wewe. Nimesema hivi, mwachieni. Taalamu akaachiwa. Ambaye ni muuaji. Yaani mtaalamu macho yamebadilika, amekuwa mekundu, ana hasira ya hatari. Taalamu anaambia mimi sijui ambacho unasema na sijui ni nani ambaye nimekuulia na niambia ni muuaji mimi. Na kuomba tu uheshimu hizo sherehe na uache mambo yako hayo ambayo unadhani mimi nimekutendea. Sijakutendea chochote kibaya. Na kuambia tena kwamba sijawahi kuua ndugu yako hata siku moja, wala hata mtu wa familia yako. Taalamu akaokota upanga wake. Upanga wake ni mzito balaa. Hiyo ni ile ya kwanza kabisa aliyotengeneza baba yake mzee mzima ambaye anaitwa Taka. Taalamu akabidi aondoke. Hataki mahusiano na hawa watu. Anaambiwa Shifo, wataka kuondoka katika sherehe za muunganiko takribani miaka 30 na ya sisi hapa tulipofikia. Taalamu akaongea kitu, anaendelea kuondoka. Shifo, wenzake sasa ndio unashangaa amita Shifo. Shifo si urudi. Shifo anaitwa na wenzake anasema mniache. Kitu kimoja tu ninachojua. Aliyeniulia babangu huko hapa. Na siwezi nikaridhika kufanya naye kazi pamoja. Na uhakika ni yeye. Yeye ndo alihusika katika haya. Mtaalamu anamshutumu General kwamba ndo alihusika katika mauaji ya babake. Asema kwa upanga huu nitalipa kisasi. Alinyosha panga juu na akaapa atalipa kisasi. Haya, ye kweli General anahusika. Kwa sababu yule mtaalamu ambaye aliuawa, yule ambaye alikuwa anaitwa Chongwai, mkono wa kuume wa General, ndo alikuwa na ile tattoo ya Fox. Je, naye General anahusika? Je, General ndo aliwatuma? Binti anamuita Shifo. Shifo si urudi. Shifo akasimama. Akaambia mimi kurudi itakuwa ngumu. Bora niishi maisha yangu kujitegemea. Ambia lakini kumbuka, ili ni taifa moja, lazima tushirikiane kama watoto wa baba mmoja. Shifo,
你身为na kuomba urudi. 懂得什么叫以大局为。 Kwa nini uondoke katika shughuli kama hii? Binti akaondoka kwa hasira akijua Shifu atamfuata. Shifu akamwangalia binti anarejea upande wa ndani. Akaona mimi nalaza kona. Bwana wewe, Shifu ameondoka na amenyanyua upanga wake juu, ameapa atalipa kisasi. Je, Shifu atakuwa adui wa taifa? Vipi kuhusiana na wale vijana ambao walifanya mauaji? Wakamua mzee mzima Tianglong ambaye kwa sasa tunaye. Nadhani huko tunapoelekea takuwa ni moto zaidi. Kwa kuwa mambo yanaonekana dhahiri shairi, mambo sio mazuri upande wa mbele. Nilikuwa mbele nafasi ya 52, nilikuwa na The Great Empire Entertainment, baba la burudani ndani ya Arusha. Wananiita Topman Selector Singano DJ Mtoto Poka. Namba za simu 0742398492. Sina la ziada ndani ya nyumba. Bye bye.